Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni Rais Trump ana lengo gani hasa na Iran? Kwa Rais wa Marekani Donald Trump, huu ni wakati wa kufanya uamuzi. Siku 10 zilizopita alisema Marekani ilikuwa tayari kwenda kuwaokoa waandamanaji wa Iran endapo serikali yao ingetumia nguvu dhidi yao. Kupitia Marekani, rais wao alisema ilikuwa imejiandaa kikamilifu na iko tayari kuchukua hatua. Hayo yalikuwa kabla ya ukandamizaji nchini Iran kuanza kwa kiwango kikubwa. Sasa kadri ukubwa wake wa kutisha unavyozidi kufichuliwa, dunia inasubiri kuona Trump atachukua hatua zipi. Hakuna anayejua rais wa Marekani atafanya nini isipokuwa ni Trump mwenyewe, alisema katibu wa ikulu ya White House Karoline Leavitt. Dunia inaweza kuendelea kusubiri na kusikia anasema zaidi. Lakini ni kwa muda gani? Kuanzia siku ya jana Jumanne, maafisa wakuu walitarajiwa kumwarifu rais kuhusu njia mbalimbali zinazoweza kuchukua hatua. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One mnamo Jumapili, Trump alisema alikuwa akiangalia baadhi ya hatua kali sana, akiwa na hali ya kujiamini baada ya kile alichokiita mafanikio makubwa huko Venezuela, ambapo rais alielezea kukamatwa kwa Nicolas Maduro kuwa mojawapo ya operesheni zilizofanikiwa zaidi katika historia ya Marekani. Kishawishi cha kutumia jeshi lazima kiwe kikubwa. Kama matukio ya majira ya kiangazi mwaka uliopita yalivyoonyesha, Marekani ina uwezo wa kushambulia kutoka mbali. Mabomu yake ya B-2 yaliruka safari za saa 30 za kwenda na kurudi kutoka kituo cha anga cha Whiteman huko Missouri na kudondosha mabomu ya kupenya kwenye ngome ya bank busting bombs kwenye maeneo mawili muhimu zaidi ya nyuklia ya Iran. Iwapo Marekani itaamua kurudia mbinu hizo au kuchagua mashambulizi ya kulenga kwa usahihi maeneo ya utawala yanayohusika na ukandamizaji, kwa sasa ni jambo la msingi kudhani kuwa Washington ina orodha ndefu ya kuchagua. Maafisa wa Pentagon walinukuliwa na mshirika wa BBC, shirika la habari la CBS News, wakisema mwitikio huo unaweza kujumuisha mbinu nyingine mbalimbali za siri zaidi, zikiwemo operesheni za mtandaoni, cyber na kampeni za kisaikolojia za siri zinazolenga kuvuruga na kuchanganya miundo ya uongozi wa Iran. Serikali ya Marekani inaweza pia kuchukua hatua, lakini si kwa mtindo ule ule au kwa aina ile ile ya tukio lililotokea Caracas tarehe 3 Januari. Katika hali yake dhaifu na licha ya kupigwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel, Iran si Venezuela, Jamhuri ya Kiislamu ya utawala uliokomaa katika mapambano. Kuondolewa kwa mtu mmoja pekee hakutalazimisha nchi nzima kufuata Washington. Rejea hivi karibuni Trump kuhusu jaribio la maafa la mwaka 1980 la Rais Jimmy Carter la kuokoa mateka wa Kimarekani waliokuwa wakishikiliwa na Iran. Pia inaonekana Iran ilitambua hatari zinazoweza kuandamana na jaribio lolote la kupeleka wanajeshi wa Marekani. Wanajeshi 8 wa Marekani walifariki wakati helikopta yao ilipogongana na ndege ya usafiri ya EC-130 ikiwa ardhini katika jangwa la mashariki mwa Iran. Operesheni hiyo ilifeli pamoja na aibu iliyohisiwa kutokana na picha za mateka wa Kimarekani wakiwa wamefunikwa vichwa na kuonyeshwa mbele ya kamera mjini Tehran. Ilikuwa sababu kubwa iliyochangia kushindwa kwa Jimmy Carter katika uchaguzi baadaye mwaka huo. Sijui kama angeweza kushinda uchaguzi, Trump aliwaambia waandishi wa habari huko New York wiki iliyopita, lakini bila shaka hakuwa na nafasi yoyote baada ya janga hilo. Lakini miaka 46 baadaye, kuna swali kubwa zaidi linaloongoza mahesabu ya kijeshi ya Washington. Utawala wa Trump unajaribu hasa kutafuta nini nchini Iran? Ni vigumu kusema kwa hakika ni hatua gani Trump anaweza kuchukua, alisema Will Tudman, mtafiti mwandamizi katika mpango wa Mashariki ya Kati wa kituo cha mafunzo cha mkakati CSIS. Kwa kuwa hatujui lengo lake, alimalizia. Amesema zaidi kwamba Trump huenda anajaribu kuathiri mwenendo wa utawala wa Iran badala ya kuuangusha. Wachambuzi wengine wanasema mpango wa rais wa Marekani ni kubadilisha tu utawala nchini humo, utawala ambao anauona ni utawala unasababisha yeye kushindwa kutimiza malengo yake katika eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo kutafuta mbinu za kuweza kuondoa utawala huo. Baadhi wanaamini kuwa shambulio dogo la kijeshi linaweza kuwapa waandamanaji moyo, huku likipa pia serikali onyo kwamba huenda kukawa na hatua zaidi za kijeshi baadaye. Kile Trump anachohitaji kufanya ni kusababisha hofu ndani ya utawala, wanasema wachambuzi zaidi. Shambulizi la Marekani litaweza kuwapa ujasiri waandamanaji na kuvuruga umakini wa utawala. Hata hivyo, wanasema hatua ya kijeshi pia inaweza kuleta matokeo kinyume. Inaweza kuimarisha azma ya utawala na msingi wake mkubwa wa uungaji mkono kote nchini
kuungana chini ya bendera ya taifa kusingeshangaza, wanasema wachambuzi. Hilo lina uwezekano mkubwa ikiwa shambulio litakuwa la mfano tu au mara moja. Hata hivyo, wengine wanasema kwamba shambulizi lolote ndani ya Iran huenda likasambaratisha maandamano hayo na kuipa nguvu serikali. Wapiganaji wa Kihuthi wa Yemen pamoja na wanamgambo wa Kishia nchini Iraq nao pia wamesema wako tayari kuchukua hatua ikiwa Marekani itaanzisha operesheni ndani ya Iran. Miongoni mwa sauti zinamsukuma Rais Trump kuchukua hatua kali ni wale waliojitolea kuongoza Iran kwa mpito kutoka katika utawala wa kidini na kuwa na utawala wa kifalme. Rais ana uamuzi wa kufanya hivi karibuni. Reza Pahlavi, mwana wa mfalme wa mwisho wa Iran akiwa uhamishoni, aliambia CBS News, njia bora kuhakikisha kuwa watu wachache zaidi wanauawa Iran ni kuingilia mapema, alisema, ili hatimaye utawala huu uanguke na kumaliza matatizo yote tunayokabiliana nayo. Inaonekana kuwa rahisi. Katika ikulu ya White House, maafisa watajua kwamba si rahisi hata kidogo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.